الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hii ni darasa nambari 31 katika mwendelezo wetu wa kujifunza kanuni za lugha ya Kiarabu kwenye kitabu hiki Mulhatul I'rabi lilhariri rahimahullahu ta'ala, wa ana akhukum Salahu ad-Dini Muktaz. Kwenye mlango huu tutasoma babun al-masdaru, mlango ambao unaenda kumzungumzia masdar. Na tulitangulia kusema kwamba masdar ndiyo chimbuko na asili ya maneno mengine yote. Maneno yote, ism fa'il, ism maf'ul, sifatun mushabbaha, sighatu al-mubalagha, ism at-tafdhil, ism makan, ism zaman, ism al-ala, haya yote na fi'il, hivi vyote vinachukuliwa kwenye masdar. Kwa hiyo masdar ndiyo asili na ndiyo chimbuko la maneno mengine ya lugha ya Kiarabu. Lakini shekhe pia anachotaka kukueleza kwenye mlango huu ni kwamba pamoja na kuwa masdar ndiyo chimbuko na asili ya maneno mengine yote, lakini pia masdar inaweza ikafanya kazi ya kitendo. Masdar inaweza ikafanya kazi ya kitendo kama vile ism fa'il ilivyofanya kazi ya kitendo, pia masdar inaweza ikafanya kazi ya kitendo. Sheikh anasema wal masdaru al aslu wa ayu asli wa minhu yasah ishtiqaqu al fi'li wa awjabat lahu an-nuhatu an-nasba ka qawlihim darabtu zaidan darba qad uqima al wasfu wal alatu maqamahu wal adadu al athbat au wal adada al athbatu. Anasema wal masdar, na masdar al aslu ndio asili ya maneno, wa ayu asli, na ndio asili kuu ya maneno. Manake aslun asilin, aslu asilin. Wa minhu, na kutoka kwenye hiyo masdar ya sah, ewe rafiki yangu, ewe ndugu yangu, kutoka kwenye hiyo masdar ishtiqaqul fi'l, ndiko kuna chimbuka fi'li, kitendo. Kwa hiyo kitendo huwa kinachukuliwa na kinachimbuka na kinazaliwa kutoka kwenye nini? Kwenye masdar, kwa sababu masdar ndiyo asili ya maneno, maa wujudi khilafi